Shiriki utakatifu wako. Karibu tena Roho Mtakatifu siku nzuri ya leo, ili ututoe hapa tulipo na kutupandisha katika hatua inayofuata, katika jina la Yesu. Amen. Leo tena tunaendelea kujifunza somo ambalo tumelianza wiki kadhaa zilizopita na bado tutaendelea nalo, utakaso. Leo tunakuwa tunatafakari sehemu ya 7 na ya 8 katika somo hili. Kama ambavyo tuligusia mara kadhaa huko nyuma, wengi tutakuwa tumekwisha fuatilia na kuona utabiri ambao ulisambazwa dunia nzima kwamba jana itakuwa ni siku ya kunyakuliwa kwa kanisa au kutimia, kwa sababu ni kinyume na neno la Mungu, na hivyo ulikuwa ni upuuzi tu wa kawaida. Huyu ambaye alikuwa amezungumza hivyo sio mara yake ya kwanza kuzungumza hivyo. Hii sasa ni mara yake ya pili. Anaitwa Harold Camping. Harold Camping mwenye umri wa miaka 89 aliwahi kuzungumza hivyo hivyo katika utabiri wake huko nyuma, kwamba kunyakuliwa kwa kanisa kungekuwa tarehe 6 mwezi wa 9 1994, na wakati huo hilo alikutimia. Baadaye alipojia alisema mahesabu aliyokosea kidogo, lakini sasa amefanya utafiti vizuri na kugundua kwamba ingekuwa ni jana, na akasema kwamba siku ya jana makaburi yangefunuka na watakatifu waliolala wangeinuka katika makaburi kote duniani na wakapaa pamoja na watakatifu walioko duniani. Akasema jumla ya watakatifu ambao wangenyakuliwa jana wangekuwa milioni 200. Akataja mpaka idadi hao ambao wangenyakuliwa jana. Kwa hiyo kama ilivyotarajiwa, ulikuwa ni upuuzi tu wa kawaida. Yesu alikwisha sema siku ile hakuna ijuaye ila Baba. Yesu akasema atakuja kama mwivi bila taarifa yoyote. Na huyu sio mtu wa kwanza, ni wengi sana wamekwisha zungumza pumbavu na hiyo kwa miaka mingi. Mwanzilishi wa kanisa la SDA, Seventh Day Adventist, alikuwa anaitwa William Miller. William Miller alieleza kwamba kuja kwa Yesu Kristo kungekuwa mwaka 1844. Hilo likutimia. Ilifanya watu wengi sana kuondoka katika dhehebu la SDA, ambalo wakati huo lilianza kushika maarufu sana kule Marekani. Kuna taarifa nyingi za watu wanaofana na hao. Mashahidi wa Jehova wao walieleza kwamba mwaka 1914 ingekuwa ni wakati wa mwanzo wa utawala wa miaka 1000 ya Kristo duniani.
jambo hilo lilipokuwa likutimia, walipoulizwa walisingizia na kusema vita kuu ya kwanza ya dunia iliyoanza majira hayo ilikuwa ni mwanzo wa mwisho. Baadaye sasa wakasema kwamba tarehe hiyo imebadilika kwa sababu ya vita kuu ya kwanza ya dunia. Itakuwa sasa 1925. Hilo nalo likasambazwa kwa nguvu sana na mashahidi wa Jehova. Wakawaeleza watu kwamba watakaotawala watakuwa ni mashahidi wa Jehova tu, kila mmoja ingie Jehova. Mwaka 1925 ulikutimia. Hatimaye baada ya miaka mingi tena wakasema sasa wana hakika itakuwa 1975. Hilo nalo alikutimia. Orodha hao ni ndefu sana. Mtu mmoja anaitwa Jim Jones naye alitabiri kwamba mwisho wa dunia ungetokana na vita ya nuclear ambayo ingesababisha dunia kufikia mwisho Julai 15, 1967. Hilo alikutokea. Kufanya hadithi iwe fupi, yuko mtu mmoja mwingine anaitwa Edgar Whisenant alitunga kitabu kilichokuwa kina kichwa 88 reasons why the rapture will take place in 1988. Sababu 88 zinazothibitisha kwamba kunyakuliwa kwa kanisa kungekuwa mwaka 1988. Pamoja na kitabu hicho kusambazwa kama njugu, 1988 hakukuwepo kunyakuliwa kwa kanisa. Kama tulivyojifunza, sababu ya Yesu kuja kama mwizi bila taarifa ni kwa sababu wale watakaoishi pamoja na Mungu ni wale ambao wameishi maisha ya utakatifu duniani. Watakatifu walioko duniani hao ndio walio bora, hao ndio wanaopendezwa nao. Ni wale walioko duniani wanaoishi maisha ya utakatifu. Utakatifu kwao ni tabia yao. Utakatifu kwao ni maisha yao. Sio kitu kinachokuja tu kwa msisimko wa taarifa fulani. Kama kungekuwa na taarifa kwamba siku fulani ni mwisho, tuliona kwamba watu wangeweza kujiandaa kwa muda ule mfupi kwamba ni mwisho. Iko namna ile mtu angejua dakika yake ya kufa, angehangaika kutafuta toba kwa sababu anajua atakufa. Hivyo watu wangetubu kwa sababu anajua sasa dunia inaenda kufika mwisho tarehe fulani, saa fulani. Huo sio utakatifu. Utakatifu ni maisha ya siku zote. Tuliona Yesu Kristo alisema, Baba hakuniacha kwa sababu siku zote nafanya yale yampendezayo. Hakuwa anafanya Jumapili tu yanampendeza, hakuwa anafanya siku fulani tu, lakini ilikuwa ni maisha yake. Na watakatifu ni maisha yao. Paulo mtume anaeleza baada ya kuwa amekaa miaka kadhaa na watu hawa, anawaeleza Wathesalonike kwamba nimekaa na nyinyi miaka yote hii katika utakatifu kwa haki
bila kulaumiwa. Hapa hakukaa nao kwa siku moja, hakukaa nao kwa siku mbili, ilikuwa kwa miaka kadhaa. Ameonyesha kielelezo kwao kwa miaka. Wathesalonike sasa, Wathesalonike wa kwanza sura ya pili mstari wa 10. Wathesalonike wa kwanza sura ya pili mstari wa 10. Ninyi ni mashahidi na Mungu pia, jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini kwa utakatifu na kwa haki bila kulaumiwa. Nimekaa kwenu kwa miaka yote hii, nimeishi kwa utakatifu, kwa haki bila kulaumiwa, na nyinyi wote ni mashahidi na Mungu ni shahidi. Alikuwa jambo alilokuwa nalifanya kwa msisimko tu, kwa wakati fulani tu, lakini ilikuwa utakatifu, ulikuwa ni maisha yake. Sasa utakatifu huu ndio ambao kama mtu hanao hawezi kumwona Mungu. Hili sio swala la wakati cha kunyakuliwa kwa kanisa. Siku ya mtu kufa, amefika mwisho wake, anakwenda kwenye hukumu, na hata muona Mungu bila huu utakatifu ambao ni maisha yake. Sio vitu cha siku moja mbili, sio vitu cha saa moja, hapana. Sasa maisha haya ya utakatifu ndio ambayo tumekuwa tunayatafakari katika somo hili, utakaso. Sasa tuende hatua kwa hatua. Kusudi la Yesu Kristo kuja duniani ilikuwa ni kuwaita wenye dhambi. Kuhubiri, tunapokuwa tunakwenda kuhubiria watu masokoni, tunakwenda kuhubiria watu stendi, tunakwenda kuhubiria watu katika mikutano ya Injili au mahali popote pale tunamshuhudia mtu kwa mtu, barabarani au kwenye gari, vile vile tunafanya kazi ya Kristo ya kuwaita wenye dhambi. Na sisi tuliokolewa kwa maana hiyo tulikuwa miongoni mwa walioitwa ni Yesu, tukaitika. Wako watu kadha wa kadha wengine ambao wamekuwa wakiitwa, lakini wamekuwa hawako tayari kusikia, wamekuwa hawako tayari kuitika. Hata sisi wakati mwingine tunaweza kukumbuka tuliitwa mara kadhaa, maana yake tulihubiriwa mara kadhaa juu ya wokovu, tukabeza, tukakejeli. Wakati ulipokejeli, ulipokataa kuokoka, maana yake uliitwa lakini ukakataa kuitika. Kwa hiyo sisi tuliokolewa baada ya kusikia Injili, baada ya kusikia mahubiri, tuliitwa kwa mahubiri hayo, tukaitwa kama wenye dhambi, kwamba tuache dhambi, tuokoke, tukakubali kuitika. Marko sura ya pili mstari wa 17. Marko 2:17. Haya ni maneno ya Yesu, anazungumza jinsi ambavyo alikuja kuwaita wenye dhambi. Marko sura ya pili mstari wa 17 tunasoma:
Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Yesu alikuja kutuita wenye dhambi. Na kama tulivyoangalia, sisi tumeitwa katika wito huo, tumeitika. Lakini wako wengine tumekuwa tunahubiria tena na tena, tumekuwa tunawashuhudia tena na tena. Unasikia mahubiri kwa njia ya television, kwa njia ya radio na kwa njia mbalimbali, lakini wanakataa kuitika. Isaya 66 mstari wa 4. Isaya 66 mstari wa 4. Isaya 66 mstari wa 4. Hapa tunasoma, mimi nami nitachagua mapigo yao, nitaleta hofu zao juu yao, kwa sababu nilipoita hawakuitika. Angalia maneno hayo, kwa sababu nilipoita hawakuitika, na niliponena hawakusikia, bali walifanya yaliyo maovu machoni pangu na kuyachagua nisiyo yafurahia. Nilipoita hawakuitika, niliponena hawakusikia. Sasa sisi tuliokolewa, tulipoitwa, tuliitika. Tuna kila sababu ya kusema Bwana Yesu asifiwe, kwa jinsi alivyotupa macho ya kuona na masikio kusikia wito wake, na tukawa tayari kuitika. Mathayo sura 22 mstari wa 3. Mathayo 22 mstari wa 3. Mathayo 22 mstari wa 3. Akawatuma watume wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Baada ya kunyakuliwa kwa kanisa, kitakachofuata huko mawinguni ni kile kinachoitwa harusi ya mwana kondoo. Tunaalikwa kwenye harusi hiyo tunapokuwa tunahubiriwa kwamba tuache dhambi zetu. Wako sasa wanahubiriwa waache dhambi zao na kuokolewa, wanakataa wito huo, wanakataa kuitika. Yohana sura 5 mstari 40. Yohana sura 5 mstari 40. Yohana 5 mstari wa 40. Yohana 5:40 tunasoma, wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Ndio wako watu ambao hawataki kuja kwa Yesu ili wapate uzima, na unaotajwa hapa ni uzima wa milele. Kwa hiyo sisi tuliitwa tukaitika, lakini huo haukuwa mwisho. Tumeitwa, lakini maandiko nasema waitwao ni wengi. Baada ya kuwa tumeokolewa, tuko katika kundi la watu wanaoitwa waitwao. Tumeitwa na tukaitika, lakini waitwao maandiko nasema ni wengi, lakini wateule ni wachache. Mathayo sura 22 mstari wa 14. Mathayo 22 mstari wa 14.
Katika Mathayo 22 pale mstari wa 3 hapo mwanzo tulisoma, akawatuma watu wake wawaite walioalikwa kuja harusini, nao wakakataa kuja. Wako waliokataa wito, lakini vile vile wako walioitika wakaja kwenye harusi. Sasa tuangalie waliokuja kuitika. Waliitika, wako waliokataa kuja, lakini wako waliokubali mwaliko wakaja. Sasa tuangalie walioingia, waliokubali ule mwaliko wakachukua hatua ya kwenda. Mstari wa 10. Itakuwa vyema tusome mstari wa 9. Sasa tusome mpaka mstari wa 14. Mathayo 22 tusome mstari wa 9 sasa mpaka 14. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote mwaonao waiteni harusini. Angalia neno hilo, waiteni harusini. Watu wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona waovu kwa wema. Harusi kajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme alikuwa tazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Vazi la harusi ni utakatifu. Akamwambia, rafiki, uliingiaje humu nawe una vazi la harusi? Na akatekewa. Mfalme akamwambia watumishi, mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wangapi? Chache. Ndio. Wako walioitwa, lakini walikataa kuja. Lakini wako wengine waliitika ule wito, kama wewe na mimi. Tumeitika wito, tukatoka katika lile kundi la waliokataa, tukaitika, tukakubali habari za wokovu. Ndio maana tuko hapa. Lakini kule tukuwa hapa, kule kuita tu Bwana asifiwe, kule kuita mtu uko katika kanisa la kiroho, haitoshi. Siku ya siku unaweza kujikuta kama mtu huyu, kwa sababu huna vazi la harusi. Utafungwa tena hivyo hivyo kama alivyofungwa mikono na miguu, na kutupa katika giza la nje. Giza la nje linazungumziwa hapa ni jehanamu ya moto, na kitakuwa ni kilio na kusaga meno, kwa sababu utajiuliza, mbona nilikuwa naimba kwaya? Mbona nilikuwa mhudumu kanisani? Mbona nilikuwa ni kiongozi kanisani nyumbani? Mbona nilikuwa ni mtenda kazi? Mbona nilikuwa naitwa mshirika mwenye namba ya zaka? Imekuwaje tena na kwa motoni? Si wote waniambia Bwana Bwana watu kaurithi ufalme wa mbinguni. Si habari ya kusema Bwana asifiwe, si habari ya kusema shalom, si habari ya kusema nasali katika kanisa la kiroho. Hapana. Si habari ya kusema nasali katika kanisa la Full Gospel Bible Fellowship. Hapana. Si majina ya makanisa. Lazima tujue, baada ya kuitwa tumeitiwa nini? Tuseme wote, tumeitiwa nini? Kwa bidii zaidi, tumeitiwa nini? Ndiyo, lazima tukumbuke, tumeitwa, tumeitika. Sawa, tuko tofauti na wale waliokataa kuja, lakini lazima tujue tumeitiwa utakatifu. Ndipo inapokuja hiyo katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 15 mpaka 16, mahala ambapo tumekuwa tunasoma
tena na tena. Tusome tena waraka kwanza Petro sura ya kwanza 15 mpaka 16. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Ndiyo, aliyetuita ni mtakatifu, na sisi tumeitiwa utakatifu. Kwa hiyo kuna tofauti ya kuokoka na kuwa mtakatifu. Kuna tofauti ya aliitwa na mteule. Kwa maana hiyo wateule sasa ni watakatifu. Wateule ni watakatifu. Wakolosai sasa sura ya 3. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 12. Wakolosai 3:12. Wakolosai 3:12 tunasoma, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Angalia maneno hayo. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao. Wateule, watakatifu wapendwao. Kwa sababu hii Yesu aliyekuwa mtakatifu anaitwa mteule wa Mungu. Mteule wa Mungu. Luka 9 mstari 35. Luka 9:35. Luka 9:35. Sauti ikatoka katika wingu ikisema, huyu ni mwanangu mteule wangu. Yesu mteule wangu. Musa naye alikuwa ni mtakatifu wa Bwana. Anatajwa Musa mteule. Zaburi 106 mstari wa 23. Zaburi 106 mstari wa 23. Zaburi 106 mstari wa 23. Akasema ya kuwa atawangamiza kama Musa mteule wake asingalisimama. Akasema kuwa atawangamiza kama Musa mteule wake asingalisimama mbele zake kama mahali palipobomoka, ili aigeuze hasira yake asije akawaharibu. Sasa tunakuwaje wateule baada ya kuitwa? Kwanza lazima tutamani kuwa wateule. Tumeitwa, tusiridhike tu kwamba tumekwisha kuja. Kama wengine wamesharidhika, wanafikiri tu baada ya kuitwa wameokoka, baada ya kuongozwa sala ya toba yameisha. Lakini kila mmoja wetu baada ya kuitwa na kuitika atamani kuwa miongoni mwa wateule. Kila mmoja wetu atamani kuwa miongoni mwa wateule. Mungu aseme, Elizabeth mteule wangu, Luka mteule, Jakobe mteule wangu. Kila mmoja wetu atamani kuitwa mteule.
Na tunakuwaje sasa wateule? Lazima tujue tumeitiwa utakatifu. Kuitiwa utakatifu tulikokuona kimsingi kunapatikana kwa utakaso. Yeye aliyetuitia utakatifu atatutakasa, kwa sababu hatuwezi kuwa watakatifu bila kutakaswa. Wathesalonike sasa, Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 mpaka 24 tulisoma wakati uliopita, tusome tena. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, nanyi nafsi zenu na roho zenu na miili yenu mhifadhiwe muwe kamili bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tuseme wote kwa bidii yote. Yeye ni mwaminifu ambaye awaita. Naye atafanya nini? Atawatakasa, ndio? Kwa hiyo tumeitiwa utakaso. Baada ya kuitwa tumeitiwa utakatifu, na utakatifu unapatikana kwa kutakaswa na yeye, kwa sababu ndiye aliyetuita na ametuitia utakatifu. Tukijua tu kwamba hatupasi kuridhika kuwa waitwao, tukatamani kuwa wateule, na tukajua hatuwezi kuwa wateule bila kutakaswa, yeye aliyetuitia utakatifu atatutakasa ili tuwe wateule wake. Amen. Sasa tuliona katika tuliona Jumapili iliyopita kwamba utakaso sasa ni operation ya kuondoa moyo wa jiwe au moyo wa kijiwe ndani ya mtu na kuweka moyo wa nyama. Tuliona kwamba kama mtu ana moyo wa jiwe unaoitwa pia moyo wa kijiwe ndani yake, hawezi kuwa mtakatifu, hawezi kuishi maisha ya utakatifu. Mtu anaweza kusikia neno fulani akahuzunika sana, akapita mbele hapa kwa kilio na tubu, akaishi sawa sawa na lile neno kwa muda mfupi sana, kwa jitihada zake tu, kwamba sasa nimejifunza, na kwa sababu bado yale yako kwenye akili yake anajaribu kuishi sawa sawa na vile alivyojifunza. Lakini lile haliwezi kudumu, haliwezi kuwa sehemu ya maisha yake, na kizuizi ni moyo wake wa jiwe, moyo wa kijiwe ndani yake. Moyo huu kama uko ndani ya mtu hauwezi kumfanya mtu aende katika amri za Mungu na kuziishi kama sehemu ya maisha yake. Hata kijaribu itakuwa kwa muda tu, alafu atarudia mambo yake yale yale. Kwa hiyo sasa tukaona kwamba kuna moyo wa kijiwe unaoondolewa, alafu moyo wa nyama unawekwa mahali pake. Hatuna muda kusoma mistari hiyo tena, lakini kwa haraka ni Ezekiel 11 mstari wa 19 mpaka 20. Alafu tulisoma Ezekiel 36 mstari wa 26 mpaka 27. Na operation hiyo ya kuondoa moyo wa jiwe au moyo wa kijiwe na kuweka moyo wa nyama ndani ya mtu, vile vile tulisema operation hiyo inaitwa kutahiriwa moyo au tohara ya Kristo.
Kumbukumbu 30 mstari wa 6 tulisoma juu ya tohara hiyo ya moyo. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 6, Warumi sura ya 2 mstari wa 28 mpaka 29, na Wakolosai sura ya 2 mstari wa 11. Hapo kote tuliona juu ya tohara isiyofanyika kwa mikono, lakini tohara ya Kristo ambayo inaondoa moyo wa jiwe ndani yetu na kuweka moyo wa nyama. Na Mungu sasa anatufanya tuweze kuenda katika njia zake, katika sheria zake, katika amri zake, na inakuwa ni tabia yetu. Hali ni swala la muda mfupi, lakini ni swala la maisha yetu, na tunaishi namna hiyo kutoka moyoni, katika mawazo, katika nia, kila mahali ndani na nje kumebadilishwa. Utu wetu unakuwa mpya, utu wa kale unakuwa umeharibiwa kabisa. Na baada ya kuwa utu wetu wa kale umeharibiwa kabisa, tunakuwa na utu mpya ndani yetu, na tunakuwa na moyo safi. Warumi 5:8, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Huwezi kuwa na moyo safi mpaka kwanza ufanyiwe tohara ya Kristo. Sasa tukawa tumeanza kuangalia tofauti kati ya mtu aliyetakaswa na mtu ambaye hajatakaswa. Tukasema mpaka tujione utupu wetu, mpaka tujione hiki kitu hatuna. Tatizo kubwa sana ambalo linapandikizwa na shetani kwa mtu ni kujihesabia haki, ni kujiona na kitu kumbe hana kitu. Na kama tunajiona tuna kitu, hatuwezi kuomba. Na hata tukiomba tutaomba kwa desturi na mazoea tu ya kidini, lakini hatuwezi kuwa na njaa, hatuwezi kuwa na kiu. Mtu mwenye, Yesu akasema heri wenye njaa na kiu ya haki, maana hao watashibishwa. Mtu akiwa na njaa ya kweli, hajala siku nyingi, ana kiu ya kweli, hiyo huwezi kumfundisha kuomba maji. Na hata kiomba ataomba kwa uchungu sana, maana anajua hapa ni swala la kufa na kupona kutokana na njaa na kiu alionayo. Tukijiona tuna kitu, maana yake ni matajiri, tumejitajirisha. Hatuwezi kuomba. Tunajiona mimi naenda mbinguni bwana, nimeokoka. Habari ya utakaso kitu gani tena wakati nimeshaokoka? Tunajiona tuna kitu, kwa hiyo hatuwezi kuomba. Kwa hiyo tukawa tumeanza hatua ya kujithibitisha wenyewe. Tuone, je, ni wateule? Tuone tumetakaswa kweli? Na Wakorintho wa 2 sura 13 mstari wa 5 nasema, jithibitisheni wenyewe muone kwamba mko katika imani au la. Kwa hiyo tulianza kuangalia tofauti ya mtu aliyetakaswa na mtu ambaye hajatakaswa. Kwa haraka tuliangalia kwanza kwamba mtu aliyetakaswa ameifia dhambi, hata ile ndogo aliyokuwa anaiona ndogo kiasi gani, sasa inakuwa ni chukizo kubwa sana kwake, na hawezi kuvumilia. Lazima ataitubu dakika ile ile, hawezi kuahirisha kusema atatubu baadaye akifika nyumbani, atatubu baadaye usiku wakati wa muda wake wa maombi. Hapana, sekunde ile, dakika ile anapojigundua kwamba amefanya dhambi, pale atatubu kwa huzuni sana, hawezi kuishi vinginevyo. Kwa hiyo mtu huyu wakati wote anakuwa tayari kumlaki Yesu mawinguni, kwa sababu anakuwa hana cha kutubu ambacho hajakitubu. Kwa hiyo mtu huyu hasubiri kuambiwa
tabiri fulani kwamba Yesu atarudi tarehe fulani ndio anaanza kutengeneza maisha yake. Hapana. Hasubiri kuja ibada kama hivi ndio aanze kutubu. Hapana. Ni maisha yake, yani na hawezi kuishi vinginevyo. Ameifia dhambi, amekufa kama mtu aliyekufa. Masikio yake hayasikii tena sauti hizo, hana njaa tena. Na vivyo hivyo mtu aliyefia dhambi hana njaa tena ya kile kinachoitwa starehe za dunia. Masikio yake yamekufa, hawezi kufurahia tena muziki wa dansi. Kile kilichokuwa ni anasa, ni starehe kwake, kimekuwa kama mavi, anasema Paulo mtume. Ameifia dhambi. Pili, mtu huyu sasa kwa sababu hiyo anakuwa na dhamiri isiyo na hatia kwa Mungu na wanadamu. Iwe ni sirini, iwe ni hadharani, anaishi akiwa na dhamiri isiyo na hatia mbele za Mungu na wanadamu. Tatu, anakuwa na amani ya Mungu ipitayo akili zote. Anaweza kuwa na amani pale ambapo mwingine hawezi kuwa na amani kabisa. Kama mtu kitu kidogo tu kinakukwaza, huwezi kula, huwezi unahangaika, unatamani ukae peke yako ndio uwe na amani, huwezi kuishi na watu mataifa, watu waliokolewa kama wewe kwa amani. Hujatakaswa. Hata kama umeokolewa hujatakaswa. Vile vile nne, tukaona mtu aliyetakaswa kwa sababu ya huu moyo wa nyama anawakiwa kulipenda neno la Mungu na kulifurahia kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Kwa mtu aliyetakaswa, neno la Mungu kwake linakuwa ni zaidi ya riziki. Ayubu 23:12 linakuwa ni tamu kupita asali. Zaburi 119 mstari wa 103, neno hilo la Mungu linakuwa ni furaha na shangwe ya moyo wake. Yeremia 15:16 anakuwa na shauku ya ajabu sana ya kuja nyumbani mwa Bwana ili amsikie Mungu akisema naye. Kwa namna ile ya ayala au aina fulani ya paa au aina fulani ya swala, huyu ambaye anahangaika na anapokuwa anafika kwenye kijito cha maji ana kiu, ana shauku ya kuvamia maji haraka kwa sababu ya ameyatafuta maji kwa muda mrefu. Zaburi 42 mstari wa kwanza mpaka wa pili, neno furaha na shangwe ya moyo ni Yeremia 15:16. Kwa hiyo mtu huyu sasa anapokuwa anamsikia Mungu anasema naye, hawezi kulala usingizi. Tukasema ukimwona mtu yeyote analala usingizi, moja kwa moja ni alama kubwa mtu huyo hajatakaswa. Hii si habari ya joto liko au haliko. Kwa hiyo wote ambao wakati Mungu anazungumza kama hivi anauchapa usingizi, unamwamsha, unafikiri nimelala, niko ni kweli huko, na unamwona anajitahidi, anatia bidii, na hata akisema niko anaanza kukaa sawa. Lakini anakaa sawa kidogo, kuna kitu anashindana nacho. Kwa jina la Yesu umeshindwa. Si kwa jina la Yesu, ni mpaka operation ifanyike. Sio kwa jina la Yesu umeshindwa, silali, utalala. Kwa sababu ndani yako tuliona kuna kitu ambacho kinaitwa upinzani ulioko ndani yako, ambao unashindana na chochote cha rohoni. Kwa namna ile ya kutupa jiwe juu, lakini unakuta linarudi chini. Unaweza kusema na kudhamiria kabisa, leo silali, ukajikaza kabisa, macho sasa yako hivi kwamba leo silali. Kwa muda utajaribu, utaweza.
kama hivyo, unajitia bidii kabisa kwamba sasa nikilala hapa utaniona sijatakaswa. Kwa hiyo unatia bidii macho sasa, unakodoa ili uonekane umetakaswa. Utalala tu, kwa sababu kinachokulaza kiko ndani, ni mpaka kiondoke. Kwa hiyo hiki sio kitu cha kujitahidi kwamba sasa nitie bidii. Hapana. Pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Na uwezo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kuna uwezo tunaupokea. Mwanzoni tulipata uwezo. Yohana 1:12, wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Tulipata uwezo. Ile inaitwa neema ya kwanza. Sasa utakaso ni neema nyingine. Tunapokea na neema juu ya neema. Tulipata neema ya kwanza pale tulipookolewa. Sasa tutafute neema ya pili, tutakaswe. Amen. Na tunapewa uwezo sasa wa kuishi maisha ya utakatifu. Na mtu aliye mtakatifu sasa, kama alivyo kwa nje, ndivyo alivyo ndani ya moyo, ndivyo alivyo ndani ya mawazo yake, ndivyo ilivyo nia yake. Tuliona utakatifu sio kwa nje tu. Mtu anaweza kuwa amevaa mavazi ya kibiblia akaonekana mtakatifu kwa nje, lakini ndani akawa moyo wake unatamani, na hata kiambiwa yani umevaa hivi, yani sketi ndefu namna hiyo kama mzee, yani unachukiza kweli kweli, moyoni mwake anaumia. Akiambiwa hapendezi, moyoni mwake anaumia kwamba hapendezi. Lakini mtu mtakatifu hana namna nyingine. Hivyo alivyovaa ndivyo alivyovaa hata ndani ya moyo wake. Akiambiwa hapendezi, moyoni mwake anasema Zaburi 73:25, duniani wala mbinguni sina cha kupendeza ila wewe. Yeye anayetafuta kumpendeza ni Mungu, sio mwanadamu. Na hilo halitoki kwenye mdomo, linatoka ndani ya moyo wake. Kama ni mikufu, ni heleni, ni bangili, sio tu amevitoa katika mikono na shingo, lakini amevitoa katika moyo wake pia. Amen. Lakini kinyume chake, mtu anaweza kuwa anaonekana hana mkufu wa dhahabu kwa sababu hana hela tu. Hela imempiga chenga. Lakini mpe hela, ataanza kubadilika tu. Kile kilichoko ndani yake sasa utasikia hapa napo sheria zimezidi jamani, hata kama mkufu kamoja tu, kwa sababu sasa hela anazo na kununua. Lakini huyo aliyetakaswa, mkufu ni mavi. Na hasemi amen tu kama unavyosema, ni hata asiposema amen ndivyo ilivyo moyoni mwake kabisa. Lakini wewe unaweza kusema amen ili wa kushoto kwako aone, asikie umesema, lakini moyo wako unasema jamani, kwani mkufu na tatizo gani? Lakini Kakobe naye amezidi. Sio amezidi Kakobe, ni hicho kilichoko ndani yako, ndio ni hicho kinatakiwa kitolewe. Kama hicho bado kiko, haya mafundisho utayaona magumu mno, utayaweza. Mwisho utakimbia, na huko nakokimbia, kumbuka Yesu ni mmoja tu, Biblia ni moja tu. Warumi 12, Warumi sura ile ya 2 inasema tutahukumiwa sawasawa na injili hii, hakuna injili nyingine. Kwa hiyo utakuwa unapoteza muda kukimbia, utakuwa unafikiri unaweza kulikimbia neno. Tukaona vile vile kwamba
Mtu aliyetakaswa, mtu asiyetakaswa anakuwa mgumu kufundishika, lakini aliyetakaswa anafundishika na kubadilishwa na neno. Neno linamvunja kiurahisi, anawekewa uwezo wa kulitii neno hata kama ni gumu. Ambaye hajatakaswa ni vigumu kuitii sheria ya Mungu. Warumi 8:7, ile nia ya mwili ndani yake inamfanya siwezi kuitii sheria ya Mungu. Ni mpaka moyo wake ukunjuliwe. Moyo wake ukikunjuliwa, sasa ndipo anapoweza kuitii sheria ya Mungu. Sasa tunaanzia hapo leo na kuendelea kuzidi kuangalia tofauti ya mtu aliyetakaswa na yule ambaye hajatakaswa. Tunapokuwa tunaangalia haya, ukiona tu kwanza tunapoangalia haya, usitafute kuyafanya sasa kwa nguvu zako, kwamba nimejifunza hivi kumbe natakiwa kuishi hivi. Lakini lengo la kujifunza haya, la kuangalia tofauti hizi, ni ili Roho atumulike, tuone utupu wetu, tumwendee kutafuta operation hii. Sio lengo la kujifunza haya kwamba uanze kuandika 1 2 3 natakiwa kufanya hivi na hivi na hivi, halafu uanze kuyaishi sasa kwa nguvu zako. Nimesema utakwenda siku 2 3 tu utarudi pale pale. Hapa ni kuona utupu wetu, na baada ya kuona utupu wetu, sasa tunamwendea Mungu na kumwambia, mimi kweli siko miongoni mwa wateule, nataka kuwa miongoni mwa wateule. Na unaweza ukawa ulitakaswa kule nyuma, lakini utakaso unaondoka kwa namna ile wokovu unavyokuja na kuondoka, kama hatushiki sana na kuutunza. Yuda aliokoka, lakini tunajua mwisho wake. Alikuwa mwizi. Kwa hiyo shika sana ulichonacho, sije mtu kaitwa taji yako. Kama tukishiki sasa kinampotea. Shetani ni mwizi, wakati wote anatafuta kuiba vitu vya rohoni kwetu. Tunasema kumbuka ni wapi ulikoanguka, kumbuka upendo wako wa kwanza. Alikuwa na upendo mtu huyu. Kumpenda Mungu maana yake kuzishika amri zake. Alikuwa anazishika amri zake, lakini sasa ule upendo wa kwanza haupo. Ameanguka, amewacha ule upendo wa kwanza, ameondoka. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa alikuwa ametakasa huko nyuma, lakini sasa utakaso ule umeondoka. Kwa hiyo kama tunagundua tuliwahi kutakasa huko nyuma, lakini sasa tunapungua katika kipengele chochote, hata kiwe kimoja tu, tunakuja tena kwa Yesu na kumwambia, ninahitaji unitakase, ninahitaji utakaso. Na kwa hiyo sasa tunaendelea kuangalia hizo tofauti. Tunaangalia sasa tofauti ya 6. Tofauti ya 6, mtu aliyetakaswa anakuwa na uwezo wa kusamehe na kusahau. Ndani ya mtu wa kawaida inakuwa kwamba anaweza kasema amesamehe, na kweli akawa amedhamiria kusamehe kabisa, lakini kusamehe kwake mtu huyu, utaona bado ndani yake kuna baki na fundo. Kuna baki na fundo linaloitwa kinyongo. Na kama kweli tumemsamehe mtu, Mungu anataka kuona tunamsamehe kama Kristo alivyotusamehe sisi. Waefeso 4:32. Waefeso 4:32. Waefeso sura ya 4 mstari wa 32. Waefeso 4:32. Tena, iweni wafadhili ninyi kwa ninyi wenye huruma,
mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Tunatakiwa kuwasamehe wengine kama kwa namna gani, kwa viwango gani? Kwa viwango vile vile ambavyo Mungu alivyotusamehe sisi. Sasa Mungu alitusamehe namna gani? Wakati wa kutusamehe anasema dhambi zetu zimetupa mbali nasi kama mashariki ilivyo mbali na magharibi. Lakini sio hilo tu. Isaya 44 mstari wa 22. 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 Hapa tunasoma. Nimeyafuta makosa yako. Nimeyafuta makosa yako kama wingu zito, na dhambi zako kama wingu. Wingu zito maana yake unaliona limetanda, alafu linapotea, ulioni tena. Wingu zito ilikuweko, alafu linaondoka kabisa, uone hata dalili kama kuliwekwa na wingu hapa. Ndivyo alivyofuta makosa yetu. Na vivyo hivyo ndivyo alivyotusamehe dhambi zetu. Kwa kufuta makosa ni kutusamehe. Kwa namna hiyo hiyo, mtu ukisema umemsamehe sasa, lazima kuwe na uwezo ndani yako wa kuishi naye kama vile lile tatizo lililokuweko halikuwahi kuweko kabisa. Kama vile halikuwahi kuweko. Na haiwezekani kibinadamu bila operation hii. Ndani huku kama una moyo wa jiwe, huu moyo wa jiwe unahifadhi kumbukumbu hizi na kuzikuza sana. Na hata kama ukijaribu kuzifunikiza tu kwa nguvu, utaona zinakuja tena kwa nguvu sana. Ni vigumu kusahau. Utaona linajitokeza tu tena na tena. Kwa hiyo utakuta kuna watu wengi ambao, namkumbuka mama mmoja alikuwa ni mke wa tajiri mmoja mkubwa sana. Magari alikuwa mengi tu kama utisiri nyumbani. Lakini ugomvi ulikuwa uishi. Mama yule akapigwa vibaya sana. Alikuwa amepigwa akafikia mahali kuvunjwa mguu. Na kwa sababu ya fedha zilizokuwepo akawa ameenda kutibiwa Uingereza. Lakini hali ilikuwa mbaya sana, ikabidi awekewe vyuma kwenye mguu. Akaja akasikia mafundisho, akasikia somo la kusamehe. Na akaniambia, mchungaji, nimesamehe yule mume wangu, nimemsamehe, lakini usiniambie habari ya kumrudia. Kusamehe? Sina neno. Kwa vipimo vya Mungu hapo bado hujasamehe.